Shalom, ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Ni matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri na Mungu anaendelea kukusaidia na kukupigania. Na ni maombi yangu Mungu aendelee kukufanikisha katika mambo yako yote, aendelee kukutia nguvu za kuendelea mbele na imani, uendelee kumwamini Mungu, uendelee kumtumikia Mungu, aendelee kukutia nguvu katika huduma ulionayo, katika shughuli ulizonazo, iwe ni biashara, iwe ni kazi ya kiserikali au kazi binafsi. Mungu aendelee kukutia nguvu. Ni maombi yangu ufanikiwe katika mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi toka siku ya kwanza ambayo tumeanza kujifunza somo ambalo tumepewa katika wiki hii, ambalo linasema kwamba wokovu wa Bwana, kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na kuwa na imani yenye nguvu. Siku ya kwanza nilifundisha kwa habari ya wokovu na umuhimu wake. Siku ya pili nikafundisha kwa habari ya mambo ya msingi ya kuzingatia ili uweze kudumu katika maisha ya wokovu, na siku ya tatu nikafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu, kasema utendaji wa Roho Mtakatifu, nikaeleza kwa kina Roho Mtakatifu ni nani na namna ambavyo anatenda kazi. Lakini siku ya leo tutazieleza kazi zenyewe za Roho Mtakatifu. Somo la leo ambalo tutaendelea nalo nasema kazi za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ya kiroho na kwenye maisha yetu ya kawaida. Roho Mtakatifu anafanya kazi zipi? Hizo kweli kuna namna anatenda kazi, kuna vitu anavyovitenda. Je, hizo kazi anazozitenda juu yetu ni zipi? Kazi ya kwanza tunasema Roho Mtakatifu ni msaidizi. Anafanya kazi ya kutusaidia sisi pale tunapokuwa tumechoka, pale tunapokuwa tunaona hatuwezi kuendelea, pale tunapoishia njiani, yeye anasimama kutusaidia. Pale nguvu zetu zinapoishia, yeye anasimama kutupushi ili tuweze kuendelea mbele zaidi. Pale ambapo matokeo tunaona hayawezi kutokea tena, yeye anasimama na kuyadhihirisha matokeo makubwa zaidi ya yale tuliyotarajia. Huyo ndio Roho Mtakatifu, na hiyo ni kazi anayoifanya juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26. Biblia inasema kwamba lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema lakini huyo Roho Mtakatifu au huyo Roho ambaye Mungu atampeleka atakuwa msaidizi. Huyo msaidizi atawafundisha na kuwakumbusha. Ni Yesu mwenyewe alikuwa anafundisha wanafunzi wake, alikuwa anazungumza na watu ambao walikutana kwa ajili ya kusikiliza injili aliyokuwa anaihubiri. Sikiliza nikwambie, huyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka ili awakumbushe, ili awafundishe, atakayekaa kwenu, ni Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza maneno haya. Maana yake nini? Tunaona kwamba kumbe Roho Mtakatifu anapokuja kutusaidia, anatufundisha, anatukumbusha, anatuelekeza namna ambayo tunatakiwa kusimama katika kumtumikia Mungu, namna tunavyotakiwa kusimama katika mambo ya kiroho, na namna tunavyotakiwa kwenda katika mambo ya ulimwengu, namna tunavyotakiwa kuyaelewa mambo ambayo yapo na yanaendelea kwenye ulimwengu. Ikiwa tunaweza tukawa tumeshindwa kuendelea mbele, yeye ni msaidizi anayesimama kutusaidia ili tuweze kuendelea mbele. Na Mungu ametuletea huyu Roho ili tusiwe na kisingizio chochote ya kwamba hapa tulishindwa kufanya kwa ubora, hapa tulishindwa kuendelea mbele, hapa tulikwama.
Kwa sababu hiyo hatuna namna ambayo tunaweza tukasema Mungu hayupo pamoja nasi. Mungu yuko pamoja na sisi kwa sababu Roho aliyemtuma kwetu yuko pamoja na sisi kila wakati, ili atufundishe, atuelekeze, atuongoze, atupe namna ya kushinda, atupe namna ya kwenda pale ambapo hatuwezi, atutie nguvu za kuweza, atupe namna ya kushinda vita ambayo tupo. Sikiliza nikwambie, hatupigani kwa namna ya mwili, bali tunapigana kwa namna ya Roho. Vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza hii katika ulimwengu wa roho. Maana yake nini? Kama vita vipo kwenye ulimwengu wa roho, na anayetusaidia kupigana hiyo vita ni Roho Mtakatifu mwenyewe, kwa sababu ndiye mhusika mkuu katika ulimwengu wa roho, anayetusaidia na kututia nguvu, anayetupa neema, anayetupa nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Biblia inasema kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Mungu alitupenda kwanza ili tuwe washindi, na ili tuwe washindi walio thabiti au washindi walio halali, Roho Mtakatifu lazima atende kazi hii ya kutusaidia ndani yetu. Ili tuone ushindi mkuu ndani yetu, lazima Roho Mtakatifu achukue nafasi ndani yetu, afanye kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu ndani yetu. Usiwe na majuto. Ili tusiwe na majuto, Roho Mtakatifu aliwekwa juu yetu au alitumwa kwetu ili atusaidie, ili tusiwe na kisingizio ya kwamba tulishindwa kufanya hivi. Mungu alimtuma Roho Mtakatifu aje kwetu, akae kwetu, atusaidie kupambana, atusaidie kuelewa mambo, atusaidie kutafasiri mambo. Na mimi ninakuambia kwamba unapokuwa umeokoka, hakikisha una ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, ili awe na kibali cha kukusaidia, awe na uwezo wa kusema na wewe ya kwamba hapa ulipofika yatosha, au hapa ulipofika bado sio level ya kwako. Yamkini unaweza ukaupo mahali umefika mahali umesema hapa nilipo yatosha, au hapa nilipo nimeridhika, lakini Roho Mtakatifu anahitaji uende mbele zaidi, au Mungu anahitaji upige hatua zaidi, atakaye kusaidia kuelewa ya kwamba viwango ulivyo navyo sio hivyo ulivyo navyo sasa. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye atakuwa amekaa ndani yako. Hakikisha kwenye maisha yako una Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza, ambaye anakusaidia kuelewa mambo, anayekusaidia kutenda mambo. Usitende mambo kwa akili zako mwenyewe, usifanye mambo kwa nguvu zako mwenyewe, usiandae ibada bila kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukufunulia ya kwamba hapa ukiandaa ibada kutakuwa na matokeo mazuri, au ukiandaa ibada kutakuwa na vita ya namna hii. Kwa hiyo unatakiwa kusimama katika neno hili. Hata unaposoma Biblia, Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza ya kwamba neno litakalo kusaidia kwa wakati huu linapatikana katika kitabu fulani. Ni Roho Mtakatifu anayekusaidia na si kwa akili zako. Na mimi nikwambie, ikiwa upo kwenye kifungo chochote au upo unahitaji kupiga hatua yoyote, usipokuwa na ushirika na Roho Mtakatifu hauwezi ukapiga hatua yoyote, hauwezi ukasonga mbele mahali popote, hauwezi ukaenda, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayefungua njia, anayefungua akili, ili akili ipate kujua ya kwamba pamoja na kwamba linapitia magumu, lakini kuna tumaini jipya. Anayedhihirisha tumaini la Mungu ndani yako ni Roho Mtakatifu. Anayedhihirisha ukuu wa Mungu kwenye maisha yako ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakikisha una Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hakikisha unapofanya biashara uwe na Roho Mtakatifu. Unapohubiri hakikisha unaushirika na Roho Mtakatifu. Unapofanya kazi ya mwili hakikisha Roho Mtakatifu anakuwa sehemu ya kazi unayoifanya. Unapofanya kazi ya Mungu hakikisha Roho Mtakatifu yupo kwenye hiyo kazi unayoifanya. Sikiliza, watu wengi wamekosa matokeo kwenye maisha yao kwa sababu mambo wanayoyafanya
wanafanya kwa akili zao, wanafanya kwa miemko ya mwili, wanafanya kwa sababu akili imewatuma kufanya. Sikiliza, watu wanaoongozwa na Roho hawapo chini ya sheria, hawafungwi na sheria yoyote ile. Sikiliza, sheria ya giza inamfunga mtu yeyote ambaye hana Roho Mtakatifu, lakini Biblia inasema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Sheria yoyote ya dhambi haipo juu yetu, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, yeye anauisha miili yetu, anauisha roho zetu, anatusaidia kusimama hata pale ambapo tumeanguka, anatusaidia kusimama tena, anatusaidia kuinuka tena. Hata pale ambapo tumelala hatuwezi tukainuka tena, yeye anatusaidia kusimama na kuamka pale tulipolala. Sikiliza nikwambie, dhambi ya aina yoyote haiwezi ukaishinda bila Roho Mtakatifu kukusaidia ya kwamba unatakiwa kuishinda vipi, au unatakiwa kusimama kwenye neno gani. Roho Mtakatifu anaposimama anakusaidia kuelewa ya kwamba neno fulani nikisimama nalo litanisaidia kuelewa namna ya kwenda katika hili, namna ya kushinda hivi vita. Usipigane mwenyewe. Hakikisha unapoingia vitani, ingia na Roho Mtakatifu. Hakikisha unapoingia kwenye mapambano yote, hakikisha unaingia na Roho Mtakatifu. Sikiliza, pia Roho Mtakatifu ni mwombezi wetu. Roho Mtakatifu ni mwombezi wetu. Yeye anatuombea, yeye anasogea kwenye kiti cha enzi na kuomba rehema mbele za Bwana kwa ajili yetu. Sikiliza, unaponyenyekea, unapoomba toba, unapoendelea kumsihi Mungu kwa habari ya rehema zake juu yako, anayekusaidia kukuombea ni Roho Mtakatifu. Ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya 8, kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 26, Biblia inasema, Warumi sura ya 8 26, Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Sikiliza, tunagundua kwamba kumbe sisi ni dhaifu, sisi ni dhaifu. Kwa hiyo usijihukumu kwa sababu ya udhaifu ulionao, usijihukumu kwa sababu ya dhambi ulioifanya, usijihukumu kwa sababu ya matendo uliyoyatenda yakamchukisha Mungu, kwa sababu Biblia inajua ya kwamba sisi wote tu dhaifu. Hakuna aliyekamilika chini ya jua, hakuna aliyekamili kwenye ulimwengu. Tunagundua kwamba udhaifu tulionao unamfanya Roho Mtakatifu asimame kuwa mwombezi wetu, asimame kuwa tusaidia kuomba mbele za Bwana. Biblia inaendelea kusema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Sikiliza, hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Mimi na wewe hatujui kuomba jinsi inavyotupasa kuomba. Yamkini tunaweza tukawa tunaomba kwa akili za kibinadamu, tunaomba kwa nguvu zetu, tunaomba kwa akili zetu, tunaomba kwa miemko, lakini Roho Mtakatifu anapokuwa juu yetu, anasogea mbele za Mungu ili maombi yetu yapate kibali. Anasogea mbele za Mungu, anatuombea kulingana na udhaifu wetu, anatuombea kulingana na vile ambavyo hatuwezi kuomba, hatuwezi kutamka. Anakusogea mbele za Bwana, yale maneno ambayo hatuwezi tukayasema, yamkini inaweza ikawa ni dhambi ya siri ambayo tumekuwa tukiitenda, lakini Roho Mtakatifu anayetujua, ambaye amewekwa ndani yetu, yeye anasogea mbele za Mungu. Ikiwa tumeshindwa kutamka ya kwamba sisi ni wazinzi, au sisi ni wezi, au sisi ni majambazi, tunaposogea mbele za Bwana na kumlilia Bwana kwa machozi kwa ajili ya toba, yeye anasogea mbele za Bwana na kumwambia Bwana ya kwamba huyu mtoto wako anaomba rehema kwa habari ya jambo hili na hili na hili. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Anaendelea kusema lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Pale ambapo huwezi kutamka yale mambo ambayo huwezi ukayatamka hadharani,
yale mambo ambayo huwezi ukayaeleza mbele za Mungu ukiwa na ujasiri, Roho Mtakatifu anayachukua kwenda nayo mbele za Mungu kutuombea sisi, hata kutamka vile ambavyo tusingeweza kutamka kwa akili zetu wenyewe. Na Mungu akusaidie upate neema ya kukaa katika ushirika na Roho Mtakatifu, ili pale unaposhindwa kutamka baadhi ya mambo, Mungu akatamke kwa ajili yako, Roho Mtakatifu akatamke kwa ajili yako. Pale unaposhindwa kueleza mbele za Bwana kwamba unahitaji nini, Roho Mtakatifu akusaidie kwenda kutamka. Yamkini leo unaweza ukawa unahitaji jambo fulani, umeshindwa kwenda kumwambia Mungu moja kwa moja, umeshindwa namna ya kulitamka. Ni jambo kubwa ambalo unalihitaji, umeshindwa utumie lugha gani. Yeye anaenda kutamka lugha ambayo sisi hatuwezi kuitamka, anaenda anamwambia Bwana. Ndio maana unaweza ukakuta kuna mtu ananena kwa lugha. Sikiliza, unaweza ukakuta mtu anazungumza kwa lugha, ukajiuliza huyu mtu anasema mambo ya sirini ambayo huyu mtu hawezi kuyatamka kwa hali ya kawaida. Ndio maana unakuta anasema kwa lugha. Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu, Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha hivi ninavyosema na wewe. Anayeniongoza kukufundisha ni Roho Mtakatifu, sio akili yangu, sio mawazo yangu, sio fikra zangu. Ni Roho Mtakatifu ambaye amenisukia ndani akanifundisha neno ili na mimi niseme na wewe, akufundishe kupitia kinywa changu. Amenifundisha ili atumie kinywa changu na mimi nikufundishe wewe, anakufundisha kupitia kinywa changu. Sikiliza nikwambie, hata unaponiona hapa ninakufundisha, sio mimi ninayesema, bali ni Roho Mtakatifu anayezungumza, anayesema na wewe, kwa sababu neno hili limebeba kusudi kwa ajili yako na kwa ajili ya usao wako. Roho Mtakatifu ni mwalimu, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kitabu cha Luka sura ile ya 12, Luka 12 na mstari wa 12. Luka 12 na mstari wa 12. Biblia inasema hivi, 12 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema. Sikiliza, Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema. Sio mimi ninayesema, maana yake yanaonipasa kukwambia wewe, aliyenifundisha ni Roho Mtakatifu, sio akili yangu. Yaliyonipasa kuzungumza mbele ya macho yako sio akili yangu, ni Roho Mtakatifu. Ndio maana hebu acha nirudie hili somo, hili neno. Biblia inasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema. Sio mimi niyapasayo kusema, bali Roho Mtakatifu ameniuisha nipaswe kusema haya ninayokuambia leo. Ruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako, awe mwalimu, akufundishe ya kupasayo kusema. Pale unaposemwa vibaya, pale unapotukanwa, ruhusu Roho Mtakatifu akufundishe kuyasema yale ambayo unapaswa kuyasema. Yamkini inaweza ikawa ni watu wamekutukana, wamekusema vibaya, wamekutenga, au wamekupeleka mahali ambapo wewe haukutamani kwenda, aidha ni mahakamani, au wamekushtaki kwa namna yoyote. Ili upate cha kusema, mwambie Roho Mtakatifu, kaa ndani yangu, nipe kitu cha kusema. Hakikisha hauendi na ukasema kile kinachotoka kwenye akili yako. Sema yale ambayo Roho wa Bwana anakusudia ndani yako. Sema yale ambayo Roho Mtakatifu anakusukuma kuyasema, na sio yale ambayo yanatokana na akili yako. Hapo itakusaidia hata kama ni kesi ngumu kiasi gani, hata kama ni mahakamani. Nataka nikwambie, hakuna atakayesimama mbele yako, kwa sababu atakayekuwa anashindana na wewe atakuwa anashindana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana.
Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha yale yatupasayo kuyasema, sio tu yatupasayo kuyasema, hata njia itupasayo kuiendea, njia inayotupasa kuifuata ili tuone uzima wa milele. Yeye anatufundisha na kutuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya 4, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu yeye ni kiongozi mwema, anatuongoza katika kutenda, anatuongoza katika kufanya yale yanayompendeza Mungu, anatuongoza katika kutekeleza maagizo ya Mungu, anatuongoza hata kusimama kwenye nafasi ambazo Mungu amekusudia tusimame. Mungu amekusudia mimi nisimame kuhubiri Injili, kutangaza habari njema. Anayenisimama kuniongoza kwenye huduma hii nilionayo ni Roho Mtakatifu, wala sio akili yangu. Ndio maana kabla sijaanza jambo lolote, lazima nimwombe Mungu na nimwambie Roho Mtakatifu niambie kitu gani cha kufanya. Hapo Roho Mtakatifu akishaniongoza akaniambia kitu gani cha kufanya, ndipo ninapoingia kwenye utendaji. Wakati mwingine Mungu anaweza akawa ananipa maelekezo ya kwamba unatakiwa kufanya hivi, unatakiwa kutekeleza hili, lakini anayeniongoza katika njia ya haki na wakati sahihi ni Roho Mtakatifu. Mungu anaweza akawa ananiambia natakiwa kuhubiri Injili, lakini anaweza akasema natakiwa kuhubiri Injili labda baada ya miaka mingapi, labda baada ya miaka 5 au miaka 2 ijayo, au baada ya miaka 10. Ndio kusudi la Mungu ni hubiri Injili. Atakayenisaidia kutambua ya kwamba ni wakati gani natakiwa kuanza kumtumikia Mungu ni Roho Mtakatifu. Atakayenisaidia namna gani natakiwa kufanya ili nifanye mapenzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu, na si akili yangu, wala sio mwemko wa mwili, wala si akili ambayo ni ya kawaida, bali ni akili ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana sura ile ya 16. Yohana sura ya 16. Kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13. 13. Mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Yohana 16 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli. Huyo Roho atakapokuja atakuongoza akutie kwenye kweli, kweli ya Mungu. Narudia kusoma: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sikiliza, Roho atakapoingia kwenye maisha yako, Roho Mtakatifu anapopata nafasi ndani yako, anakuongoza kwenye kweli, anakufundisha kweli ya Mungu, anakuelekeza kweli ya Mungu, na kukufunulia mambo yajayo yapasayo wewe kuyajua, yale mambo ambayo wengine hawayajui, wasioyatambua. Roho atakuja kukufunulia. Ndio maana kuna manabii, ndio maana kuna waonaji, ndio maana kuna manabii wanaotabiri kwa habari ya mambo yajayo, wanaotabiri kwa habari ya maisha ya watu. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani yao. Sikiliza, watu wengi wanaposhindwa kuhimili nguvu za Roho Mtakatifu,
wanaingia kwenye kutekeleza mambo ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu, wakidhani ya kwamba ni Roho Mtakatifu. Ni kweli pale mwanzo wanapokuwa wameanza ile huduma waliopewa au waliofunuliwa na Roho Mtakatifu, wanakuwa wamesimama kwenye kweli, kwa sababu kwa wakati huo Roho Mtakatifu anakuwa anampa maelekezo. Lakini akishakuwa amezoea ile nguvu, Roho Mtakatifu anatamani kujifunua zaidi ndani ya huyu mtu, lakini anapohitaji kujifunua ndani ya huyu mtu, anakuta huyu mtu ameshazoea ile nguvu ya kawaida, ameshazoea mahali pale. Ni kweli Roho Mtakatifu anaweza akafunua ya kwamba maji ya upako yanaweza yakamsaidia mtu, mafuta ya upako yanaweza yakamsaidia mtu. Ni kweli Roho Mtakatifu anaweza akafunua hivyo, anaweza akamwelekeza mtu hivyo, lakini huyu mtu anapokuwa amesikia ule ufunuo ambao Roho Mtakatifu amemfunulia kwa wakati huo, anauchukulia kwa mazoea, anaendelea kutumia mafuta ya upako bila kujua ya kwamba ule ulikuwa ni ufunuo wa wakati ule ambao ulikuwa umebeba kusudi la Mungu. Mimi waga na washangaa watu wengine, nakuta kila ibada wanazungumza kwa habari ya mafuta ya upako, maji ya upako, vitambaa vya upako, wanazungumza kwa habari ya viashiria vya upako. Sikiliza nikwambie ya kwamba ufunuo wa Roho Mtakatifu haujawahi kuzoeleka. Ikiwa Roho Mtakatifu atafunua jambo lolote kwenye maisha yako, limebeba ukweli wa kimungu ndani yake, na Roho Mtakatifu anapofunua kweli ndani yako, hiyo kweli haijawahi kuzoeleka. Atakapofunua leo ni tofauti na atakavyofunua kesho. Haiwezekani leo Roho Mtakatifu afunue kwa habari ya mafuta ya upako na kesho tena afunue kwa habari ya mafuta ya upako. Uponyaji wa kimungu hauji kwa namna ya mazoea, unakuja kwa namna ya ufunuo wa tofauti kulingana na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa wakati huo. Na udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu unatokana na mtu anavyojichukulia au mtu anavyokwenda, mtu anavyoizoea ile nguvu. Yesu asifiwe. Nimezungumza kwa undani zaidi kwa habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sikiliza, hata unapowaombea watu, hakikisha Roho Mtakatifu anakuongoza. Manabii na mitume wote ambao wanatumia maji na mafuta ya upako, Mungu awasaidie sana na Roho wa Mungu awasaidie sana, kwa sababu yeye hajawahi kuzoeleka. Msifanye vitu kwa mazoea, msifanye vitu ambavyo vinawapotosha watu. Ni kweli Roho Mtakatifu anaweza kukufunulia hayo yote, lakini endelea kumuuliza, liko wapi kusudi lako kwa habari ya hivi vitu viashiria vya upako, viashiria vya uponyaji? Kusudi la Mungu liko wapi? Sio kila siku ni mafuta ya upako na maji ya upako. Msikilize Mungu, sikiliza. Wakati mwingine mwambie Roho Mtakatifu, nifunulie kwa habari ya haya mambo. Kwa nini yanajitokeza mara kwa mara? Kwa nini yanajitokeza mara kwa mara? Yamkini kuna mtu mmoja anatafutwa juu ya hilo jambo, lakini mwambie Roho Mtakatifu, niweke limiti, ni iwe siku fulani ambayo itakuwa ni siku ya mwisho kwa habari ya hili jambo, kwa sababu mnatupa taharuki watu wengine. Tunapoangalia tunaanza kujiuliza, hivi ni Roho Mtakatifu kweli au ni roho ya mazoea ndo inatembea hapo? Roho Mtakatifu hajawahi kuzoeleka, wala Mungu hajawahi kuzoeleka. Yeye anajifunua kwa upya kila itwapo leo. Yesu asifiwe. Na wewe utakayepata neema ya kusikiliza sehemu hii, Mungu akusaidie sana. Usiwe mtu wa kumzoea Roho Mtakatifu. Usiwe mtu wa kumzoea, kwa sababu Roho Mtakatifu sio wa kuzoeleka kiasi hicho. Yesu asifiwe. Wagalatia 5:18 anasema, mkiongozwa kwa Roho hamtakuwa chini ya sheria. Mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Wagalatia sura ile ya 5, Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 18, 5:18, Biblia inazungumza kitu hapa. Mstari wa 18, Wagalatia 5:18, Biblia inasema, lakini mkiongozwa na Roho
Haupo chini ya sheria, hautakuwa kwenye sheria ya kutapeliwa. Kama ukiongozwa na Roho, hautakuwa chini ya sheria ya kuwatapeli watu. Kama utakuwa unaongozwa na Roho, hautakuwa kwenye sheria ya kutapeli roho za watu, kutapeli na kudanganya mioyo ya watu. Kama utakuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, sikiliza, tunaoongozwa na Roho Mtakatifu, sheria yoyote ile haipo juu yetu, na Mungu akusaidie. Yesu asifiwe. Kazi ya 5, Roho Mtakatifu huachilia nguvu ndani ya mtu. Roho Mtakatifu huachilia nguvu ndani ya mtu. Roho Mtakatifu huachilia nguvu ndani ya mtu. Maana yake nini? Pale ambapo Roho Mtakatifu amekaa ndani yako, anaachilia nguvu ya kimungu ndani yako isiyo ya kawaida. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, anaachilia nguvu ya Mungu ya kukusaidia kupambana vita ya kiroho isiyo ya kawaida. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, anaachilia nguvu ya kupingana na adui pale anaposimama na wewe kuzuia hatima yako. Sikiliza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8. Sura ya 1 mstari wa 8, kitabu cha Matendo mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuchilia akaingia ndani yako, utapokea nguvu ya kupambana, ya kushindana na shetani, nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kushinda udanganyifu, nguvu ya kushinda mabaya, nguvu ya kushinda watu wasiofaa, nguvu ya kushinda maneno mabaya yaliyokuandama kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akisha kuchilia, atakupa nguvu ya kuelewa neno, nguvu ya kupambana na mambo yasiyofaa, na Mungu akusaidie sana. Niendelee mbele zaidi ili nisikuchoshe, mtu wa Mungu. Kazi ya 6, Roho Mtakatifu anafunua vipawa vilivyo ndani ya mtu. Roho Mtakatifu anafunua vipawa vilivyopo ndani ya mtu. Kipawa cha kunena kwa lugha, kipawa cha kuhubiri, kipawa cha kufundisha kinafunuliwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kipawa chochote ambacho unatakiwa kuwa nacho, Roho Mtakatifu ndiye anayefunua. Tasimama kwenye kipawa cha kunena kwa lugha au karama ya kunena kwa lugha. Hichi ni kipawa ambacho Roho Mtakatifu anakifunua baada ya wewe kumwamini Mungu, baada ya kumpokea Kristo, baada ya kuamini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka msalabani kwa ajili yako. Marko sura ya 16:17, Marko 16 na 17, mstari wa 17 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watasema kwa lugha mpya. Sikiliza, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Maana yake kipawa cha kuwaombea wagonjwa na wagonjwa wakapona, kipawa hicho kinafunuliwa na Roho Mtakatifu. Kipawa cha kunena kwa lugha kinafunuliwa na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na Roho Mtakatifu ili ugundue kwamba una kipawa gani au Mungu ameweka kusudi gani ndani yako. Hakikisha una ushirika na Roho Mtakatifu ili ujue ya kwamba unatakiwa kusimama kwenye engo gani. Esa ni engo ya kuimba au ya kuhubiri au ya kufundisha. Na kazi ya 6 na ya mwisho, kazi ya 6 na ya mwisho, Roho Mtakatifu huuisha mwili. Roho Mtakatifu huuisha mwili au kutiisha mwili kwa Kristo. Roho Mtakatifu anauisha miili yetu na kutiisha miili yetu kwa Kristo. Ikiwa mwili hauwezi au ikiwa mwili ni dhaifu, unaweza ukaanguka kwenye dhambi. Roho Mtakatifu anatiisha mwili ili mwili upate kumkiri Kristo na kukubali nguvu na uponyaji wa Kristo.
Kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 9. Kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi, 8 mstari wa 9. Mstari wa 9, Biblia inasema hivi, mstari wa 9: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Ikiwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, sisi hatufuati mwili, bali tunafuata Roho. Katika jina la Yesu ninakuombea huo mwili ambao unaweza ukaona kuendesha, ukatiishwe na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Huo mwili ambao unakuwa unakuendesha, unajikuta umeanguka kwenye dhambi, ukatiishwe na Roho Mtakatifu ili upate kumkiri Kristo. Sikiliza, roho ilasi, lakini mwili ni dhaifu. Katika jina la Yesu, huo mwili ambao ni dhaifu katika kumkiri Kristo na kumtii Kristo, ukauishwe na kutiishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho na la kukumbuka, kumbuka hili jambo: Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, na ni msaidizi, na ni kiongozi, na ni mshauri, na ni mwalimu. Usipokuwa naye utapotea. Usipokuwa na huyu Roho Mtakatifu utapotea, utapita mahali ambapo hukustahili kupita. Katika jina la Yesu ninakuombea nguvu ya Roho Mtakatifu iingie ndani yako, ikusaidie kwenye biashara zako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie kazini kwako, ikusaidie kwenye huduma yako, ikusaidie kwenye maisha yako ya ndoa, ikusaidie kwenye kila eneo la maisha yako. Kama Mungu aishivyo, asikuache wala asikutenge mbali na nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.